Shenda Mtito TV. Shenda Mtito TV. Shenda Mtito TV. Rafiki namba moja wa burudani na michezo. Rafiki namba moja wa burudani na michezo. Nafikiri mimi ninampa 50% za kuweza kufuzu. Kwa nini? Kwa sababu tayari ana kitu mkononi. Unajua unapokuwa una goli moja, tayari una mtaji. No matter unakwenda kucheza wapi, kwa sababu ukiangalia tayari una goli. Kwa hiyo kama mechi itakwenda katika uwiano huo, maana yake unaweza ukafuzu. Lakini pia hata kama ukipoteza kwa goli moja, unakuwa na faida ya kwenda kwenye mikwaju ya penalty, kwa sababu ulikuwa na kitu. Kwa hiyo nikiangalia kitu ambacho walikifanya kizuri ni kuweza kupata goli moja la nyumbani. Ingawaje mechi haitaweza kuwa rahisi. Ukiangalia Stellenbosch ni timu ambayo haina nguvu kubwa sana kwenye kufunga, haifungi magoli mengi sana. Wakati mwingine imekuwa ikipata goli moja ama goli mawili. Kwa hiyo naona kwamba na wenyewe watakuwa na mlima mrefu sana wakisha kwamba wanapata zaidi ya goli moja ili kuweza kutengeneza hiyo margin, lakini pia pasipo kuruhusu bao lolote. Ibaki Afrika bado tuna goli la ugenini. Kama watashinda goli 2 watafungwa moja, maana yake Simba atakuwa na advantage ya goli moja la ugenini. Kwa hiyo nafikiri haiwezi kuwa mechi rahisi na wao watakuwa hapo kwenye pressure. Ni mechi ambayo unakwenda kucheza ukiwa unatakiwa ushinde kwenye ushindi ambao umekaa fixed pale. Kwa hiyo naiona Simba kama watakuwa na utulivu na wakaweza kufuata maelekezo ya mwalimu, na hasa wakazidisha uimara katika sehemu yao ya ulinzi, na waona wakiweza kuondoka na kitu. Kwa hiyo ninawapatia 55% za kuweza kufuzu na mwenyeji 45%. Yes, natamani kufahamu hapa katika kauli ambazo zilisha kuzungumzwa na baadhi ya mashabiki, lakini pia hata kuna kiongozi alizungumza, Azim Dewich alisema kwamba Simba kweli inahitaji na striker fungaji, yani typical pale mbele, lakini pia mashabiki bado wanalalamikia mafuadi wao kama ni mbutu. Au dhani kwamba hii inawatoa mchezoni wachezaji kuelekea mchezo huu? Nafikiri kwa upande wa mashabiki hiyo ndio kazi yao. Mashabiki watakusifia ukifanya vizuri, watakuzomea ukifanya vibaya, watakuchukia ukiwaudhi, ni kitu cha kawaida. Na ndio maana ukiwa kwenye timu kubwa ni lazima uwe na uwezo wa kuweza kumeza pressure. Kwa sababu leo watakushangilia, kesho kama hujamiti demand zao, watu watakutukana tu. Kwa hiyo nafikiri kwa mashabiki, na ndio kitu ambacho kinafanya Simba na Yanga wakati mwingi waweze kufanya vizuri, kwa sababu ya iko kitu ambacho Azam na timu nyingine hawana. Yaani lile deni la mashabiki lina mchango mkubwa sana kwenye mtu kuweza kumsukuma aweze kujitoa. Uliona Dube ambapo watu walikuwa wanamzungumza, akaweza kuona kaimarika, leo hii umeona mbadilika, the same to Mzize na wengine wengi. Kwa hiyo nafikiri akiongea shabiki, mchezaji lazima aichukulie in positive ways. Akiongea kiongozi inakuwa ni shida, kwa sababu kiongozi wewe ni mtu ambaye unahusika. Leo wewe ukisema washambuliaji hawako vizuri, wakati nao ni part and parcel ya kuweza kusajili, kwa na wewe pia hauko vizuri pia. Kwa nafikiri kuna mahoni ambayo kiongozi anaweza kayatoa mbele ya jamii, na kuna vitu vingine vinakuwa ni vya official zaidi kuweza kuzungumza, lakini shabiki yeye ana nafasi ya kuzungumza lolote, kwa sababu furaha yake yeye ni timu kupata matokeo. Kitu ambacho kitawapeleka Simba pengine ikitokea ameenda finali ni ubora ama aina ya wapinzani ambao mkutana nao, ndio ambao inaweza kufanya wao Simba waweze kusonga finali. Nilishazungumza tokea mwanzo, na iona Simba ikiwa kwenye ziada, yani ipo kwenye surplus. Hawakuwa na kikosi ambacho kingeweza kufika hata nusu finali. Yani maximum ilikuwa na robo finali, lakini njia walizopita, lakini pia wana experiences kubwa kuliko timu nyingi ambazo wamekutana nazo katika miaka karibuni. Kwa hiyo na michezo ya Afrika na mambo mengi, kwa maana kwamba mazingira uwanja nyumbani, mashabiki, pressure, vitu vingine vingi. Kwa hiyo wana uwezo mzuri wa kuweza kujiandaa zaidi kimkakati nje ya uwanja kuliko bora walionao, na hiyo ndio imekuwa ikiwabeba. Kwa hiyo hata ikifika finali, hata ikichukua kombe, itakuwa ni fluke kama fluke nyingine ambazo zimekotokea katika ulimwengu wa soka. Hata Chelsea ilipata fluke kumfunga Bayern Munich na kuchukua bingwa Ulaya. Kwa hiyo sio kitu cha ajabu kwenye mpira. Kwa hiyo sio ubora, ile ni fluke. Hawana ubora huo Simba, ubora wao hawana. Bado hawajafikia. Ahua pale. Bado. Ahua mwenyewe juzi umesikia mwalimu wake anasema atafuta namba 10 mwingine. Maana yake nini? Yeye kama vile wale hawaaminiki, hajafiti kwenye kile ambacho alikuwa anakihitaji. Hajafiti bado. Of course. Wengine kocha Fadlu Davis inaonekana ni kocha ambaye imara kwa kweli ndani ya Simba Sports. Amewaonyesha wachezaji wake njia nzuri, timu yake sema imefanya vizuri. Sasa mimi ndani nithibitishe kwa pengine kweli Fadlu Davis ana ubora kiasi hicho kusema kwamba pengine anatofauti na kocha wengine. Mimi binafsi ukiniuliza nitasema ni mwalimu mkubwa wa kawaida. Yaani sio yule kocha ambaye anasema yes, huyu ni kocha. Kwanza ana experience kubwa, amekaa sehemu nyingi akiwa ni second coach.
Kwa hiyo ile experience ya kwa kocha mkuu nafikiri kwa sehemu kubwa kaipatia Simba kwenye timu kubwa. Sawa mpita si Mamelodi si wapi, timu nyingi si Orlando sikumbuki, timu nyingi mpita mpaka kwa nchi za Kiarabu, lakini alikuwa ni kama ni second coach. Kwa hiyo kuachiwa timu na kuweza kuimanage inawezekana hapa ndio akawa sehemu yake ya kwanza kubwa. Kwa hiyo kwa hilo nikiangalia ana vitu vingi vya kuendelea kuprove ili awe kwenye mizania ya makocha wakubwa ambao wamekuwa tambulika na ambao wana sifa kubwa katika bara Afrika. Wengine wanasema eti kwamba huenda msimu ujao tusiwe naye kutokana na ubora wake, wengine akaenda timu nyingine kubwa zaidi ya Simba. Kwenda timu kubwa au kwenda sehemu nyingine, hawa ni wafanya biashara. Mpira ni biashara, ni kazi za watu. Kwa hiyo wakati mwingine ukiwa na wawakilishi wazuri, mawakala wazuri ambao wanaweza kufanya biashara, ndiko hivyo. Kwa sababu unaweza kukuta hata leo ukao una simu yako hapa ya labda labda ni ya Nokia, mwingine akawa na Tecno, na wewe ukao na mwenzako akafanya biashara, akaweza kufanya branding nzuri, akauza simu yake na yako ikabakia. Kwa hiyo wakati mwingine kutoka kwenda sehemu nyingine inategemeana na watu waliokuzunguka, sio ubora tu ambao ulionao, na watu ambao wanaweza kuchungulia fursa maana mwingine akakuona. Lakini mimi namuona ni mwalimu ambaye hana ubora mkubwa wa kusema kwamba leo kukaa kuanza kumzungumzia kwa mafanikio aliyopata. Sawa. Turudi sasa la mwisho kwa upande wako. Simba katika mchezo wao ambao unafuata. Unadhani kwa upande wako wewe, unadhani Simba anakwenda kutoboa mbele ya Stellenbosch? Itategemea na approach atakayoingia nayo. Yaani kitu pekee ambacho kitaweza kuamua anatoboa watoboi ni approach na ambavyo watakuwa wameenda kuchukulia mchezo husika. Kwa sababu ukiangalia kwa maana ya uwezo wa mtu mmoja Stellenbosch wana Simba wana uwezo wa mtu mmoja lakini hawana timu. Stellenbosch wana timu. Sawa. Kwa hiyo unapokwenda kucheza na watu ambao wana timu, ni lazima wewe mwenye ubora wa mtu mmoja uweze kuwa makini na kufuata kanuni na maelekezo ya mwalimu. Kinyume na hapo utaadhibiwa. Moja kati ya watu ambao wana motivate timu yao ni pamoja na mashabiki wa Simba. Wamekuwa kilalamika sana. Asilimia kubwa ndio wanafurahi, lakini sometimes ni watu kulalamika kila wakati. Simba ishinde isishinde. Wao ni watu kulalamika. Hii kwa nini inapelekea hivi? Hawana kikosi bora, na ndio mimi nikiongea wananiona kama ni adui, lakini ndo yani wananikubali kimoyo moyo huko wanakuja wananisema hawana timu bora. Yani, unashinda ukiwa una furaha. Yaani sio ule ushindi ambao unaupata. Hata kwenye ligi ukiangalia mechi nyingi wanashinda kwa shida. Kwa nini? Kwa sababu timu yao inawiana viwango kwa sehemu kubwa na hizo timu nyingine. Ndio maana hata Yanga akishinda ni kama ananunua mechi 5, 6, 7 kwa sababu kikosi chao kina ubora mara 2 wa timu nyingi za ligi kuu Tanzania bara. Kwa hiyo ule ubora walionao unawafanya kila mechi uione rahisi kwao. Lakini Simba ukiangalia timu nyingi wanawiana viwango. Ndio maana inakuwa ni shika nikushike nini moja bila 2 moja kwa shida. Kwa hiyo kikosi chao hakivutii, hakiwafanyi wao waweze kuwa comfortable. Kama unakwenda uwanjani unasema leo unaangalia mpira, kitokea matokeo ni bahati mbaya. Lakini ukiwaambia wana kikosi bora wanakuwa wakali. Kama vile unaonea unawasema hapana, ndio kweli uko hivyo. Inawezekana ukajiuliza, hapa ni wapi? Hapa ni Kisasa Dodoma, na hii ni Brand Hotel. Je, unatafuta mahali pa kukaa wakati wa weekend au safari zako za kikazi? Basi unapofika Dodoma, ichague Brand Hotel. Ni hoteli ya kifahari, chaguo kamili kwako, yenye mandhari nzuri ya kuvutia. Tunajivunia huduma bora ya malazi, chakula na vinywaji. Utapata free breakfast, free wifi, free swimming pool. Vyumba vyetu ni vya kisasa na vifaa vya kipekee vinavyofanya siku yako kuwa ya kufurahisha na yenye kumbukumbu nzuri. Pia tuna kumbi za kisasa kwa ajili ya shughuli mbalimbali na garden ya kupigia picha. Tunapatikana Kisasa, Dodoma, Tanzania. Fanya booking online kupitia booking.com. Wasiliana nasi kwa simu namba 0773467756. Email brandhotel14@gmail.com. Brand Hotel, tunaamini kwenye ukarimu na huduma bora.